Tuko katika sehemu ya 10 ya kuonyesha makosa ya kihistoria ambayo mwandishi wa Qur'ani, mwanadamu ambaye ndio aliandika hii Qur'ani, hakuna ukweli wote juu kwamba kitabu hiki kimeandikwa na Mungu, kwa sababu tunaona makosa. Mojawapo ya kosa tunakuja kuliona leo katika hii sehemu yetu ya 10 ambayo huyu mwandishi anafanya makosa makubwa ya kihistoria. Tunaiona hii katika Qur'ani sura ya 28 aya ile ya 6. Nasema hivi: na kuwapa nguvu ardhini na kumwonyesha Firauni na Hamani na majeshi yao yale waliokuwa wakiogopa. Hapa anatajwa Firauni, yani Farao, na huyu mtu anaitwa Hamana. Hamana yeye, hili ni jina la Kiarabu ambalo kimsingi jina hili ni mtu mmoja ambaye anafahamika kama Haman. Hamani huyu alikuwa afisa mkubwa katika kwa mujibu wa mwandishi wa Qur'ani, huyu alikuwa ni afisa mkubwa chini ya Farao, ndipo anapotajwa. Lakini mwandishi wa Qur'ani asichokijua ni kwamba huyu Hamani alijitokeza miaka 1000 baada ya kisa hiki cha Farao. Mwandishi alikuwa hajui, kwa sababu Hamani hakuwa afisa mkubwa chini ya Farao. Hamani alikuwa chini ya afisa mkubwa alikuwa ni afisa mkubwa chini ya mfalme Ahasuero. Na tunaiona wapi hii tunaenda kuiona katika Esther sura ya 3, kitabu cha Esther sura ya 3 mstari wa 1 katika Biblia. Miaka 1000 baadaye huyu Hamani ndipo anakuja kusoma na kusomea kwenye kitabu cha Esther katika Biblia takatifu, Esther sura ile ya 3 mstari wa 1. Tunaenda kumuona huyu Hamani ambaye mwandishi wa Qur'ani anaenda kumweka wakati wa Farao, miaka zaidi ya 1400 kabla ya Kristu. Lakini tukumbuke Esther, kisa hiki cha Hamani ni miaka 400 kabla ya Kristu. Tunasoma Esther sura ya 3 mstari wa 1. Anasema hivi: baada ya hayo mfalme Ahasuero alimuongezea cheo Hamani bin Hamedatha Mwagagi, akampandisha, akamwekea kiti chake juu ya maakida wote waliokuwa pamoja naye. Naam, ndugu yangu, blanda nyingine mwandishi wa Qur'ani anaiweka wazi wazi, kwa sababu hajui historia. Japo Waislamu mnatuaminisha na mnajiaminisha wenyewe kwamba kitabu hiki kimeandikwa na Mungu, lakini hakuna ukweli wote, kwa sababu kama umekuwa ukifuatilia mfululizo huu toka ile awamu ya kwanza mpaka hii ya awamu yetu hii ya 10, tunaona makosa mengi ambayo mwandishi wa Qur'ani anayafanya, ambayo yanathibitisha wazi kabisa huyu mwandishi si Mungu bali ni mwanadamu, tena mwanadamu mwenye upeo wa chini sana, mwenye ufahamu mdogo kuhusu mambo ya historia na sayansi na mambo mengine kama hayo, ambao anayeingiza katika Qur'ani pasipo kujua. Lakini na wewe Muislamu ufahamu kwamba mnavokaa unaambiwa kitabu hiki hakina makosa. Kweli nikueleze, sisemi hili kwa fedheha au kwa kukejeli, lakini haya ni madai ambayo unatakiwa uyapuuze kabisa. Ni madai ya kipuuzi. Wito wangu kwako Muislamu, kama nimekuwa nimesimama na chungu mzima, chukua Biblia, soma, uone. Ukitaka kujua hichi kisa cha Hamani, kitabu cha Esther kina hadithi nzuri ya kuvutia kuhusu imani, kuhusu namna gani Mungu anaokoa taifa la Israeli kupitia huyu Hamani na Esther. Utaona vizuri. Na ukitaka kujua zaidi kuhusu kisa cha taifa la Israeli tokea pale kutoka kwa Abrahamu kuja mpaka ule namna gani Mungu anawatoa Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi ambayo alimwahidia Ibrahim, funua Biblia yako, anza katika kitabu cha Mwanzo, utaona vizuri kinaelezewa. Katika kitabu cha Kutoka utaona vizuri kinaelezewa anapotokea Musa. Katika kitabu cha Hesabu, mambo ya Walawi, Hesabu pamoja na Kumbukumbu la Torati, vyote utaona vimeelezewa kwa ufasaha kabisa. Huwezi kupata kisa cha kweli katika Qur'ani kwa sababu anachanganya mambo mengi ambayo yana upotofu mwingi na ni makosa mengi ambayo kwa ufupi kabisa nikwambie yanathibitisha Qur'ani haikuandikwa na Mungu. Njoo kwake Yesu ndugu yangu. Bwana ambaye alikuja kwetu, akatoa mwili, akafanya miujiza mingi, akafa msalabani, akafufuka, kisha akaenda mbinguni. Na anatuambia anakwenda kutuandalia makao kwa Baba yake, ili alipo yeye huko mbinguni, ili nasi siku moja tuwepo. Sharti ni moja tu, kwamba lazima tumuamini na tumkiri kwa kinywa chetu, ili tuweze kupata zawadi hii ya uzima wa milele, ya wokovu. Asante, na endelea kufuatilia chaneli yetu.